Viongozi wa upinzani wanataka bunge kutupilia mbali mswada wa hazina ya kitaifa ya miundo msingi, wakisema kuanzishwa kwa hazina hiyo ni kinyume na sheria. Viongozi hao wakiongozwa na kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua na mwenzake wa Wiper Kalonzo Musyoka kwenye kikao na wanahabari pia wametilia shaka ujenzi wa uwanja mpya wa ndege, wakidai serikali inalenga kumrejeshea mwekezaji wa kampuni ya Adani. Seth Olale anaarifu. Huku mdahalo kuhusu kubuniwa kwa hazina ya kitaifa ya miundo msingi itakayogharimu shilingi trilioni 5 ukiendelea, umoja wa upinzani sasa unataka bunge kukataa mswada huo. The National Assembly and the Departmental Committee on Finance and National Planning must reject both instruments in their current form. Wanasiasa hawa wa upinzani wakidai kuwa kubuniwa kwa hazina hiyo ya kitaifa itachangia ufisadi, haswa wakati huu ambapo taifa linajiandaa kwa uchaguzi mkuu. In our honest view, they are creating a fund for his re-election. He wants 5 trillion shillings that is not approved by Parliament, that is not audited by the Auditor General, for bribing the people of Kenya. On your right. Aidha, viongozi hao wanamtaka waziri wa hazina kuu kuchukuliwa hatua kwa madai ya kuwapotosha Wakenya kuhusu lengo kuu la kubuniwa kwa hazina hiyo. There is no other remedy. I think we just have to live up with the lies for the next 17 months. It's painful. It's a long time to live with lies for 17 months. But the Constitution has set up a date to deal with such situations. A division should be called, and every person who stands in objection to this state capture and blatant planned theft of everything this country stands for, then the Kenyans will be able to see, yes, member for this constituency stood with the people. Na huku serikali ikitangaza ujenzi wa uwanja mpya wa ndege wa kimataifa, viongozi wa upinzani wanadai njama ya kurejesha mwekezaji wa kibinafsi wa Adani kupitia mradi huo. You remember the 3 Adani deals? His Excellency Kalonzo and I and our friend Tony Gashoka, LSK, we went to court and stopped the Adani over 200 billion deal on JKIA. I'm told they are trying to bring him back through the back door. Viongozi hao kisha walihudhuria kongamano la utawala bora la People's Dialogue Forum katika uga wa Uhuru, ambapo walirai vijana kujitokeza kwa wingi kusajiliwa kuwa wapigaji kura. Viongozi hao upinzani wamesema kwamba watachukua hatua ya kisheria kwa shughuli yoyote isiyofuata sheria, kama vile uuzaji wa mali ya umma bila kufuata mkondo wa katiba. Seth Olale, runinga ya Citizen katika kaunti ya Nairobi.